Bwana asifiwe. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kunikutanisha nawe tena katika masaa haya ambapo tunaendelea kujifunza maandiko matakatifu katika mfululizo wetu wenye kichwa kinachosema matukio ya mwisho ya unabii wa Biblia. Na leo katika somo letu la leo nimelipatia kichwa kinachosema saa ya hukumu imekuja. Saa ya hukumu imekuja. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru tena katika masaa haya ambapo unatupa nafasi kufunua neno lako takatifu. Tunaomba ukamtume Roho wako mwema ili akatufundishe neno hili, akalitafsiri na kulisadikisha katika mioyo yetu. Katika jina Yesu ninaomba. Amen. Katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 fungu la 7 Biblia inasema, akasema kwa sauti kuu, mcheni na kumtukuza, kwa maana saa yake ya hukumu imekuja. Katika kitabu cha Ufunuo, hasa katika sura hii ya 14 kuanzia fungu la 6, tunakutana na jumbe za malaika watatu. Kila malaika anakuja na ujumbe wake. Malaika wa kwanza anatuambia Mungu ameziumba mbingu na nchi na chemchemi za bahari, na anapaswa tumche na kumtukuza kwa sababu saa ya hukumu yake imekuja. Katika somo letu leo tutaangalia habari za hukumu ya Mungu. Na somo lingine huko baadaye tutajifunza kwa nini Mungu anasisitiza ibada ya kumcha na kumtukuza huku akikazia kama yeye ni creator, muumbaji. Na shetani anafanya nini kushambulia mamlaka ya Mungu ya uumbaji. Na hivyo leo twende moja kwa moja kuangalia Biblia inamaanisha nini, ama Biblia inatueleza habari gani kuhusu saa ya hukumu ambayo Biblia inatuambia imekuja. Na hivyo tutaangalia ilikuja lini, ilianza lini, hukumu hii ni ya namna gani, na je kuna tumaini katika hukumu hii ambayo Biblia inaizungumza. Katika kitabu cha wa Korintho wa pili sura ile ya 5 fungu la 10 Biblia inasema, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda kwa mwili, kadiri alivyoyatenda, kwamba ni mema au mabaya. Biblia inatukumbusha ya kwamba ni lazima kila mmoja wetu atapokea ujira, maana yake atapokea malipo kwa kadiri alivyotenda, ikiwa alitenda mema ama alitenda mabaya. Na hivyo Biblia inatuambia iko siku mtu mmoja mmoja peke yako utatoa hesabu. Na Mungu hataki kutustukiza. Ndio maana anatutaarifu ya kwamba kuna wakati unakuja ambapo kila mtu ataitwa hukumuni. Na Biblia ninaipenda, ama ninampenda sana Mungu, kwa sababu Mungu anatueleza hata na timeline ya hukumu hiyo itakuwaje. Na hapa ninakubaliana na maneno ya nabii Amos katika sura ile ya 3 fungu la 7 anaposema, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Na hivyo katika Biblia takatifu kwa kupitia manabii, Mungu ametufunulia siri hii juu ya saa ya hukumu, ili tuelewe vizuri mada hii, itusaidie sisi tunaoishi katika miisho ya historia ya dunia kujua ya kwamba Mungu siku moja ataleta hukumuni kila kazi. Tulijifunza Daniel sura ya 8 na tukakutana na ujumbe huu, Daniel sura ya 8 fungu la 14. Tulisoma wakati tunajifunza habari za taifa la Israeli na namna ambavyo Mungu alidili nalo. Katika Daniel 8:14 Biblia inatuambia, akawaambia hata nyakati za asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Na tulijifunza siku hizi 2300 tukagundua kwamba kwa mujibu wa unabii Zekaria 4 fungu la 6 inatuambia siku moja huhesabiwa mwaka. Kwa siku hizi 2300 ni unabii wa miaka 2300. Na tukaona katika miaka hii 2300 Mungu aliugawa unabii ule katika sehemu mbili. Mungu aliugawa unabii ule katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza tulijifunza ilikuwa ni miaka 490, ambayo hiyo miaka 490 lilipewa taifa la Israeli. Na tukaona Israeli hawakutumia vizuri ile miaka 490.
Miaka ile iliwapasa kukumbuka agano lao na Mungu. Miaka ile iliwapasa kuandaa kumpokea Masihi, lakini hawakufanya lolote kati ya hayo, na mwishoni wakamkataa Masihi na kukataa kile alicholeta Masihi, yani Ukristo. Na baadaye wanavuliwa taji yao ya utaifa teule, na sasa wote wanaompokea Kristo kwa Bwana Mwokozi wanafanywa kuwa taifa teule, watu wa miliki ya Mungu. Sasa kipindi kinachobaki miaka 1810 ndio imebaki kutoka katika miaka 2300 utakapotoa ile miaka 490 ya Wayahudi. Je, miaka hii inatufikisha mwaka gani? Na katika mwaka huu kitu gani hasa Biblia inatuambia kinatokea? Tukikumbuka somo letu lililopita, miaka ile 490 iliishia mwaka 31 AD wakati mtumishi wa Mungu Stefano alipigwa mawe pale, katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 kinavyotueleza. Na hivyo ile miaka 490 ya wanabii iliishia pale, ya Wayahudi iliishia pale mwaka 34 AD. Baada ya hapo sasa, tukijumlisha miaka 1210 1810 inatufikisha mwaka 1844 kuwa ndio mwaka ambapo unabii wa siku 2300 unaishia. Na Biblia inatuambia mwaka 1844 kwa mujibu wa Danieli 8 fungu la 14 ndipo patakatifu panatakaswa. Maana yake inatokea huduma ya kutakaswa kwa patakatifu. Sasa kama sijaendelea mbele, nikusaidie kuelewa hapa habari ya kutakaswa kwa patakatifu. Katika huduma za hekaluni za Kiyahudi, walikuwa wana sikukuu takribani 7 kwa mwaka. Walipokuwa wakifanya huduma za upatanisho, kila siku mtu anaenda na damu, anaenda na mwanakondoo wakisha mchinja pale, wakatoa kafara kwa ajili ya dhambi zake. Kuhani angechukua sehemu ya damu ambayo yule kondoo aliyechinjwa, na ile damu angetoka nayo, angeingia katika hekalu, na ile hekalu liko limegawanyika katika vyumba vikubwa viwili. Chumba cha kwanza kiliitwa patakatifu, chumba cha pili kiliitwa patakatifu pa patakatifu. Na hivyo kuhani aliingia katika chumba cha kwanza cha patakatifu, ambapo hapo kulikuwa na mambo makubwa matatu. Kulikuwa na meza iliyokuwa na mikate ya uonyesho, kulikuwa na kinara cha taa 7 ambazo taa hizo zilikuwa zinawaka daima kuashiria Roho Mtakatifu, na mikate kuashiria neno la Mungu. Halafu kulikuwa na madhabahu ya kufukizia uvumba, na kuhani alienda na damu ile ambayo kondoo aliyechinjwa angechovya katika pembe 4 za ile madhabahu ya kufukizia uvumba. Halafu angemuomba Mungu ya kwamba apokee kafara hiyo ya huyu kondoo aliyekufa, aliyechukua hatia ya dhambi ya huyu mdhambi, na kwamba huyu mtu dhambi zake zimehamishiwa kwa kondoo, na kondoo sasa anachukua adhabu ambayo angetakiwa ipate yule mtu, adhabu ya kifo, na kondoo yule anakufa na Mungu anapokea kafara hiyo na kumsamehe yule mdhambi. Kuhani anapomaliza maombi hayo, anakuwa bado amebakisha sehemu ya damu. Sehemu ile ya damu inayobaki, kuhani anachofanya, anainyunyiza katika pazia lililokuwa likitenganisha kati ya chumba cha patakatifu na patakatifu pa patakatifu. Kwa sababu nimekwambia hekalu liko na vyumba viwili, na hivyo chumba hicho cha pili kiliitwa patakatifu pa patakatifu. Na katika chumba hicho cha pili kulikuwa na vitu vichache sana. Kwanza kulikuwa na kiti cha rehema, ambapo ndio yalikuwa makao makuu ya Mungu. Halafu kulikuwa na sanduku la agano, ambapo ndani yake ziliwekwa amri 10 za Mungu. Na juu ya kiti cha rehema ilionekanika utukufu wa Mungu ambao Wayahudi waliita Shekinah glory. Sasa katika huduma za kila siku, kuhani alikuwa anaishia katika pazia, kwa maana ya ananyunyiza damu ile katika pazia, halafu anaondoka. Kesho akija mtu mwingine tena anatubu, zoezi ni lile, ataenda atamuombea katika madhabahu ya kufukizia uvumba, baadaye damu ile anainyunyiza katika pazia, anaondoka, haingii chumba cha pili. Kwa nini ananyunyiza damu katika pazia? Kwa sababu alikuwa anaacha kumbukumbu kwamba mtu huyu labda anaitwa Johnny Abdalla. Johnny Abdalla alifanya uzinzi na amekuja kuhutubia uzinzi wake,
Na hivyo ile damu inayowekwa katika pazia ni kumbukumbu kwamba mtu huyu dhambi hii ameitubia. Kwa hiyo kumbukumbu ya dhambi yako na kuitubia inakuwa imehifadhiwa, ili siku ya upatanisho dhambi zile za watakatifu wote zilizotubiwa zinahamishwa kwa shetani aliyewasababisha kuzitenda zile dhambi. Na siku hiyo ilikuwa ni moja katika sikukuu za Wayahudi. Siku hiyo iliitwa siku ya kupaingia patakatifu. Katika siku hiyo, ndugu zangu wapendwa, ambayo ilikuwa inafanyika mara moja kwa mwaka, kuhani sasa, baada ya kufanya taratibu zote za kikuhani, aliingia katika kile chumba cha patakatifu. Kwanza angefanya maungamo ya taifa zima, alafu lile pazia ambayo ilikuwa na kumbukumbu ya dhambi za watu wote, kwa sababu ilikuwa ni siku ya hukumu. Siku hiyo kumbukumbu ya dhambi zao zote ingeondolewa hekaluni, halafu lile pazia lingewekwa juu ya moja ya mbuzi waliochaguliwa katika wa kufanyiwa kafara. Maana walichagua mbuzi wawili, mmoja wa Bwana, mmoja wa Azazeli ambaye alimwakilisha shetani. Na pazia lile liliwekwa juu ya yule mbuzi wa shetani, na kuhani angetubia dhambi za taifa zima, hivyo kuhamisha dhambi zote za watu zilizotubiwa kwenda kwa Ibilisi. Alafu yule mbuzi angeacha kwenda kujifia kwa kutangatanga peke yake jangwani. Na nitakueleza baadaye katika masomo ya baadaye hilo jambo litatokeaje kwa shetani kiumbe Ibilisi ambaye anasumbua sasa hivi. Na hivyo unaona, siku hiyo hekalu lilikuwa linatakaswa kwa kumbukumbu za dhambi kuondolewa hekaluni. Sasa Biblia inatuambia katika Danieli 8:14 ya kwamba mwisho wa unabii wa siku 2300 hekalu lingetakaswa. Tunajua ya kwamba siku hizi 2300 zinaisha mwaka 1844, na duniani huduma za kihekalu zilikoma mwaka 31 AD wakati Yesu amesulubiwa pale msalabani na pazia la hekalu napasuka na kondoo kukata kamba kukimbia, kuashiria mwisho wa huduma za hekaluni. Hekalu hili ni lipi sasa? Biblia wakati Mungu anamwelekeza Musa kutengeneza hekalu, alimwambia tengeneza kwa mfano nitakao kuonyesha. Na hivyo hekalu hili haliwezi kuwa la duniani, bila shaka ni hekalu la mbinguni. Na Biblia inatuambia ndipo litaanza kutakaswa mwisho wa siku 2300, manake kazi ya hukumu ingalianza. Sasa tunapoenda katika maandiko, nimekupa hiyo background ikusaidia kuelewa dhima ya hukumu na namna ambavyo Mungu anafanya vitu vyake kwa mujibu wa Biblia ilivyotufunulia. Warumi 14:12 Biblia inasema, basi ni hivyo kila mtu miongoni mwetu atatoa siri zake mwenyewe mbele ya Mungu. Kwa maana sasa tunapoendelea kuishi katika maisha ya ulimwengu, tangu mwanadamu wa kwanza anapoishi katika ulimwengu huu, upelelezi unafanyika juu ya maisha yake. Kitabu cha Danieli 7:9-10 Biblia inasema, nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku akaketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele zake za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, gurudumu moto wakao, na kama moto na mto kama moto ukatoka ukapita mbele zake. Maelfu elfu wakamtumikia, 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake, jeshi la mbinguni hilo la malaika. Hukumu ikawekwa, vitabu vikafunuliwa. Na hivyo matendo yetu yote tunayofanya, yawe mema yawe mabaya, yanarekodiwa katika kumbukumbu za vitabu mbinguni. Mhubiri 12:14 Biblia inasema, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Mbinguni kuna perfect record ya maisha yetu. Mambo mema tunayoyafanya yanarekodiwa, mambo mabaya tunayoyafanya yanarekodiwa. Na ikiwa tutayatubia yale mabaya, kumbukumbu inahifadhiwa mbinguni ya kwamba hayo mabaya tumeyatubia. Katika kitabu cha Mhubiri 11:9 Biblia inasema, wewe kijana ufurahisha ujana wako, na moyo wako ukuchangamishe siku za ujana wako, ukaziendea njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu ataleta hukumuni. Na hivyo Biblia inakuambia, wewe unataka kuishi unavyotaka, ishi unavyotaka.
toboa mwili mzima unavyotaka, uhuru ni wako. Chora tatuu mwili mzima, uhuru ni wako. Lakini Biblia inakukumbusha ya kwamba matendo yote hayo yataletwa hukumuni. Katika kitabu cha Mathayo 12 fungu la 36, Yesu akawaambia, kila neno lisilo la maana watakalonena wana wa Adamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Na hivyo Biblia inatuambia chunga kile unachoongea, kwa sababu kila neno lisilo la maana, unaweza kuwa ni mtu wa mzaha, unaongea tu mzaha. Of course Biblia inatukataza kukaa mezani pa wenye mizaha, kwa sababu every word you utter on your mouth, kila neno unalotoa lisilo la maana litaletwa hukumuni. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 4 fungu la 5, Biblia inasema hata ajapo Bwana ambaye atayamulikisha yaliyositirika ya giza na kuyadhihirisha mashauri ya mioyo, ndipo kila mtu atakapoipata sifa yake kwa Mungu. Kuna watu wanafanya matendo mabaya gizani kwa siri. Kuna watu wanafanya ubaya dhidi ya wenzi wao, wanavunja maagano yao ya ndoa kwa siri, wanafanya deals chafu kwa siri, wanafanya mambo ambayo si maadili kwa siri. Lakini Biblia inatuambia ya kwamba iko siku moja ambayo Bwana atayamulikisha, ni kama na kupiga torch, mambo yale ya siri atayadhihirisha wazi, mashauri ya moyo. Na anasema hapo ndipo kila mtu atapata sifa yake kwa Bwana. Unaweza kuwa wewe ni mhubiri mkubwa, unaweza kuwa wewe unajiita mtume na nabii, inawezekana wewe ni askofu, padri, inawezekana wewe ni kiongozi unaonekana katika macho ya nje ni mtu mwema, katika jamii yako unaonekana ni mtu mwema, lakini upande wa pili giza linapoingia unageuka kabisa, unakuwa ninja, una personality nyingine, ukifanya mambo ambayo unadhani ni siri, lakini Biblia inasema Mungu atayamulikisha, na ndipo kila mtu atapata sifa yake. Matendo yote ya siri yaliyo ovu Bwana atayafunua. Mathayo 16:27 Biblia inasema kwa sababu mwana wa Adamu anakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Kwa hivyo Yesu anapokuja tayari ameshafunga hesabu. Yaani Yesu anakuja kutoa tu majibu kwamba wewe ulikuwa unajifanya unaimba sana kwaya, wewe ulikuwa mhubiri sana, lakini kwa siri ulikuwa ni mzinzi, kwa siri ulikuwa ni mwizi. Anakuja kumlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Anakuja akiwa amekwisha kufunga hesabu. Maana yake nini? Maana yake hivi sasa tulivyo hai, tunavyoongea, hukumu inaendelea mbinguni. Mafaili yanapelelezwa na mengine yanafungwa. Kazi ya hukumu imeisha, sasa malipo yanasubiriwa. Na leo nikutie moyo katika siku ya leo ya kwamba usichoke pia kutenda mema, kwa sababu mema yote unaotenda hayapiti bure. Mungu anayaandika. Naweza kukumbusha kisa cha Kornelio ambaye yeye alikuwa akitenda mema, akitoa sadaka, akisaidia wajane, akisaidia yatima, alikuwa mtu mwema. Ikafikia hatua Mungu akaona huyu mtu amekuwa mwema sana, lakini hamjui Mungu. Mungu akampelekea malaika Kornelio, akamwambia Kornelio, tuma watu wamfuate Petro aje akufundishe ujue vizuri habari za Mungu. Usichoke kutenda mema, Mungu anakuona. Malaki 3:16 Biblia inasema ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akawasikiza, akasikia. Nikasikia na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kutafakari jina lake. Mungu ana kumbukumbu ya wema unaofanya. Zaburi ya 56:8 Biblia inasema unahesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Je, hayamo kitabuni pako? Mateso unayopitia, kilio watu wanakusababishia maumivu, Mungu anaandika mbinguni. Sasa swali la kujiuliza, je, katika hukumu ni sheria gani inatumika? Ukienda katika mahakama zetu za kiraia, sheria inayotumika ni sheria ya Jamhuri ya Muungano. Kwa mfano sisi Tanzania, maana yake utahukumiwa kwa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Je, katika hukumu ya Mungu ni sheria gani itakayotumika kuamua hatima yetu? Katika kitabu cha Yakobo 2:12 Biblia inasema semeni ninyi na kutenda kama watu watakao hukumiwa
kwa sheria ya uhuru. Na unapoendelea kusoma kitabu cha Yakobo, unapoenda fungu la 13, 14 mpaka 17, utagundua sheria hii ya uhuru anazungumza juu ya amri 10 za Mungu. Maana kuna sehemu Yakobo anafika anasema, yule aliyekuambia usiibe ndio yule aliyekuambia usizini. Hivyo ukuiba lakini umezini, wewe umekuwa mvunja sheria. Na hivyo amri 10 za Mungu ndio zitasimama kama kigezo cha hukumu siku ile ya mwisho. Na hivyo wale ambao wanapuuzia amri 10 za Mungu hawataweza kusimama katika siku ile. Amri za Mungu ni mwongozo wa maisha yetu. Amri za Mungu ni sheria ambazo anaziandika katika mioyo yetu, na tunaziishi kama mwitikio wa upendo kwake. Kwa sababu tunapompokea Yesu kama Bwana Mwokozi yetu, Yesu anamtuma Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokaa ndani yetu anatuwezesha kutii amri za Mungu. Hatuwezi kuzitii amri hizo kwa jinsi ya mwili. Ndio maana lazima tumpokee Yesu, amtume Roho Mtakatifu, na huyo Roho Mtakatifu anatuwezesha sasa kuishi mapenzi ya Mungu. Na sheria zake zinatufanya tuwe raia wema, raia wa ufalme wa Mungu. Na hivyo nini kinatokea sasa 1844 mwisho wa siku 2300 kama Danieli anavyotuambia? Tumeona Danieli anasema patakatifu panatakaswa. Katika kitabu cha Ufunuo 11 fungu la 18, Biblia inatupatia nini kilianza kutokea mbinguni mwaka 1844. Biblia inasema, na wakati ukaja wa kuhukumiwa waliokufa na kuwapa thawabu yao watumwa wako manabii na watakatifu, na hao walichao jina lako, wadogo kwa wakubwa. Fungu la 19 inasema, kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa, na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Na hivyo mbinguni, wapendwa, kuna hekalu la namna ile ile kama lililokuwepo duniani, ambayo Mungu alimwambia Musa atengeneze. Musa alitengeneza small model, lakini mbinguni kuna hekalu ambapo huduma ya ukombozi na upatanisho wa sisi wanadamu inaendelea hata masaa haya. Na hivyo Ufunuo 11 anatuambia, Yohana anaona hekalu la mbinguni linafunguliwa na sanduku la agano linaonekana. Maana yake Yohana anaonyeshwa pazia la chumba cha patakatifu linafunguliwa, na anaona sanduku la agano. Maana kule patakatifu ndipo lilipopatikana sanduku la agano. Hii inatuambia mwaka 1844 Yesu anahamisha huduma yake. Maana tangu alivyopaa mwaka 31 alikuwa akihudumu katika chumba cha kwanza cha patakatifu. Na ndio maana hata ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 1 utaona Yesu anatembea katikati ya kinara cha taa 7. Kinara cha taa 7 kilipatikana katika chumba cha kwanza patakatifu. Ukisogea Ufunuo sura ya 4 utagundua bado mazingira yanayotajwa pale mbinguni ni mazingira ya chumba cha kwanza cha hekalu la mbinguni. Unaposogea sura ya 8 ya Ufunuo, Biblia inatuambia malaika anaenda kuchukua maombi ya watakatifu katika madhabahu ya kufukizia uvumba. Na hivyo tunaona ya kwamba bado Biblia inatuonyesha matukio yanayotokea katika chumba cha kwanza cha patakatifu. Tunaposogea mbele sasa katika Ufunuo sura ya 11, ndipo unabii unatupeleka mbele mwaka 1844, ambapo sasa tunafunguliwa chumba cha pili. Na tunapofunguliwa chumba cha pili, Biblia inatuambia hukumu inaanza. Na Biblia inatuambia wakati wa hukumu wa kuhukumiwa ukaja, na hukumu ikaanza kwa walio kufa. Kwa hukumu hii inayoendelea mbinguni ilianza rasmi mwaka 1844 na ilianza kwa walio kufa. Nisikilize vizuri, utasema sasa tangu enzi za Adam walikuwa hawahukumiwi. Nimekuambia tunapoishi maisha yetu tunapelelezwa. Tunapokufa jalada linafunikwa. Na hivyo tangu amekufa Abeli, mtu wa kwanza kufa, jalada lake lilifunikwa. Sasa Biblia inatuambia katika mwaka 1844 ndipo jalada linafunguliwa sasa kwa ajili ya kazi ya hukumu kupitishwa, kwamba Abeli anaenda mbinguni ama anapoteza uzima wa milele. Ndio kazi kubwa ambayo Yesu ameanza kuifanya tangu mwaka 1844. Maana kwa mwaka 31 alipopaa mbinguni, Biblia ilituonyesha alikuwa katika chumba cha kwanza cha patakatifu. Sasa 1844 Ufunuo 11 inatuonyesha anaingia chumba cha picha patakatifu na anaanza kuwa hukumu
wafu waliolala katika Kristo, anaanza kupitia mafaili yao na kuyathibitisha kwamba wataurithi uzima wa milele. Na hukumu hiyo inaendelea mbinguni. Masaa haya wote wanaomcha Mungu watakapokufa, mafaili yao yanaingia katika orodha, katika roko ya watu ambao wanaendelea kuhukumiwa. Mungu anatia muhuri kwamba huyu uzima wa milele, faili linafungwa, kwa sababu Kristo anapokuja anakuja tayari na ujira. Swali unaoniuliza sasa, je, waovu wanahukumiwaje? Nitakujibu swali lako. Katika kitabu cha Kutoka 25 fungu la 8 mpaka 9, Biblia inasema, nao wanifanyia patakatifu ili nipate kukaa kati yao sawa sawa na haya yote nikuonyeshayo. Kwa hiyo nilikuambia kwamba Musa alitengeneza hekalu duniani kwa mfano wa hekalu la mbinguni. Maana wako watu wanasema mbinguni hakuna hekalu. Biblia tangu Agano la Kale inatuthibitishia ya kwamba mbinguni pamoja na kuwa na vitu vingine vyote, lakini kuna hekalu, jengo halisi, ambapo humo Kristo Yesu anafanya huduma ya upatanishi, kutupatanisha sisi wa dhambi na Mungu. Na humo katika hekalu la mbinguni ndipo kwenye kitovu cha mpango wa ukombozi. Sasa Biblia inatuambia katika kitabu cha Ufunuo 22 fungu la 11 mpaka la 12 ya kwamba mwenye kudhulumu azidi kudhulumu, na mwenye uchafu azidi kuwa mchafu, na mwenye haki azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Tazama naja upesi, na ujira wangu upo pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Biblia inatuambia kuna wakati utafika, kazi hii ya hukumu mbinguni itakoma. Na itakapokoma, maana yake hakutakuwa tena na muda wa rehema. Hautaweza tena kutubu dhambi, hautaweza tena kubadili maisha yako kumpa Kristo, hautaweza. Wadhambi watabaki kuwa wadhambi na wema watabaki kuwa wema, kwa sababu Kristo atakuwa amekaribia kuja. Tukio hilo ni tukio la kufungwa kwa mlango wa rehema, lakini ni tukio linaloashiria mwisho wa huduma ya upatanisho, ama mwisho wa mpango wa ukombozi. Biblia inatuambia katika Ufunuo sura ya 15 fungu la 5 mpaka la 6, na baada ya hayo nikaona hekalu na hema ya ushuhuda mbinguni. Kwa unaona Biblia mafungu again and again inatueleza juu ya hekalu hili liloko mbinguni. Likafunuliwa, na wale malaika 7 wenye mapigo 7 wakatoka katika hekalu, wamevikwa mavazi ya kitani safi ya kung'aa. Huu ndio wakati ule ambapo rehema sasa inakoma kwa wakazi wa dunia. Na malaika sasa wanatoka katika hekalu linajazwa moshi, hakuna huduma tena, upatanisho unaendelea, na sasa dunia inakuwa tayari kwa ajili ya mavuno, kama vile Ufunuo 14:15 inavyotueleza. Sasa kuna tumaini. Nataka nikuambie, ndio liko tumaini. Tunaweza tukakabiliana na hukumu hii kwa matumaini. Katika Waebrania 4:16 Biblia inasema, basi na tukaribie kiti cha rehema kwa ujasiri, ili tupewe rehema ya kutupatia neema na kutusaidia wakati wa mahitaji. Paulo anasema tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Kiti cha neema kinapatikana katika chumba cha pili cha hekalu kule mbinguni, yani patakatifu kwa patakatifu. Na hivyo Paulo anatuambia sasa tunaweza tukakikaribia kile kiti kwa sababu ya Kristo alichokifanya kwa ajili yetu. Ndugu zangu wapendwa, nataka niwaonyeshe hata katika Agano la Kale, kitabu cha Daniel sura ya 7 fungu la 13, tunaonyesha hukumu inapofanyika, yuko mwakilishi wa binadamu kule mbinguni akiwatetea. Katika Daniel 7:13 Biblia inasema, nikaona katika njozi ya usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, akamleta karibu naye. Huyu si mwingine isipokuwa Yesu Kristo. Yeye ndiye ametajwa katika Agano la Kale kama aliye mfano wa mwanadamu, kwa sababu Kristo aliamua kuvaa umbile la binadamu, akaacha umbile lake la uungu. Na hivyo katika Agano la Kale yote ananukuliwa kama aliye mfano wa wanadamu. Ndiye anayetuwakilisha mbinguni. Yeye haoni haya kuitwa ndugu yetu, haoni haya kuonekana kama sisi. Kristo Bwana wetu, shahidi aliye mwaminifu, yeye ndiye mtetezi wetu katika hukumu. Unapompa maisha yako yeye, Kristo anakuwa mtetezi wako siku ya hukumu. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza 2:1 Biblia inasema, watoto wangu wadogo nawaandikia ili ya kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Tunaye muombezi, we have an advocate. Hatuhitaji kumuomba Maria, hatuhitaji kumuomba Yosefu, hatuhitaji kuomba mitume wafu waliokufa. Maana Biblia inasema asiwepo miongoni mwenu awaombaye wafu.
Tunaye Kristo mtetezi wetu, muombezi wetu, ambaye yeye tunamuomba na anatutetea. Tunapotenda dhambi yuko tayari kutukumbatia, kutuinua, kutusamehe, kututia nguvu. Lakini ndugu zangu wapendwa, imani ya Kikristo imeshambuliwa na Ibilisi, na ikashambuliwa na sasa hivi neema hii ya bure, access ya bure ya kumuaccess Kristo sasa imefungwa, na watu wanaambiwa wamuaccess, wamfikie Kristo kupitia wafu ambao walijulikana kama watakatifu. Na tulijifunza kwa habari ya wafu, mtu akifa, awe mwema awe mbaya, analala. Kristo pekee ndiye anayetuombea, ndiye mwakilishi wetu. Hauna haja kumwambia Yosefu amekufa akusikii. Hauna haja kumwambia Maria mama yake Yesu amekufa akusikii. Hauna haja kuomba kupitia mitume Paulo, Yohana na mitume wengine au watakatifu wengine walio kuishi duniani. Huna haja, wamekufa akusikii. Tunaye muombezi mmoja, Kristo Bwana wetu, yuko pale mbinguni. Danieli anatuonyesha amesimama karibu na mzee wa siku akitutetea. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza 1:9 Biblia anasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na uzalimu wote. Biblia inatuambia katika fungu hilo linapomalizia fungu la 7, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi zetu. Aliimwaga damu kwa ajili yetu, kwa ajili yangu, kwa ajili yako. Waebrania 5:25 anasema, 7:25 anasema, Waebrania 7:25 inasema, naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa hao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Yesu yuko tayari kukuombea. Yuko juu mbinguni pale, kazi yake ni kukuombea, kukupatanisha na Baba, kukusaidia uweze kusimama siku jina lako linapoitwa mbinguni kwa ajili ya kuhukumiwa. Ya kwamba wakati hukumu inatajwa, Yesu anasema mimi nilimfia, alinipatia maisha, alikubali mimi kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, niliongoza maisha yake, huyu ni wangu. Unakuwa na advocate, personal advocate mbinguni wa kukutetea mbele ya Mungu Baba. Unakuwa na personal advocate mbele ya Mungu Baba kule mbinguni wa kukuombea. Kama vile hapa duniani tunavyoangalia kutafuta mawakili, siku ya hukumu huna haja kutafuta wakili, kwa sababu hakuna wakili atakayeweza kuchukua kesi yako. Yesu pekee ndiye amejitolea kuwa personal advocate kukutetea kwa Baba. Ufunuo 3:5 Biblia inasema yeye ashindaye atavikwa hayo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika zake. Yesu anatoa kuhakikishia hapa kwamba atalikiri jina lako. Yaani jina lako linapotajwa, Godfrey James, Yesu anasema huyo ni wangu, alinipatia maisha, niliongoza maisha yake. Shtaka linaletwa, mbona alifanya dhambi fulani? Yesu anaonyesha mikono yake, anasema tazama nilimfia, naye alitubu na toba yake nimeipokea, na hivyo amesamehewa. Na hivyo unapasi kutoka hukumuni kwenda uzima wa milele. Katika masaa haya ninakupendekezea Yesu. Yesu ambaye anasema katika Mathayo 10:32 ya kwamba basi kila atakaye nikiri mbele za watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Ni masaa ya wewe kumkiri Yesu Kristo, ili wakati wa hukumu unapofika, na yeye akukiri mbele za Mungu Baba kama mwana wake. Lakini usipomkiri, Yesu anasema bali mtu yoyote atakaye nikana mbele za watu, nami nitamkana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Utakosa wa kukuwakilisha mbinguni. Watu wasiompokea Yesu, Biblia inatuambia kwa mujibu wa Yohana 3:17, wamekwisha kuhukumiwa, hawana nafasi. Ndio maana masaa haya ninakupendekezea Yesu, umpokee Bwana Mwokozi wa maisha yako, ili zoezi la hukumu litakapoendelea mbinguni, siku utakapolala usingizi wa mauti na jina lako likaitwa kule juu, awepo wa kukutetea. Wasaa unakuja katika historia ya dunia hii ambapo
hukumu itapitishwa kwa wahai. Unapokuwa umempa Yesu maisha yako, wakati hukumu ikihamisha toka kwa wafu kwenda kwa watu walio hai duniani, jina lako litakaposomwa, Yesu asimame kukutetea. Mpe maisha yako, na kama unafanya hivyo, nataka nikuombee. Baba yetu na Mungu wetu mwema, asante katika masaa haya kwa sababu ya mpenzi mtazamaji ambaye amechagua kukupa Yesu maisha. Ninaomba Bwana ukamjaze Roho wako Mtakatifu, na unapomjaza Roho wako Mtakatifu akamsaidie aweze kuyaishi maisha sawa sawa na mapenzi yako. Akaongozwe katika njia zako, akaongozwe katika mapenzi yako, na kisha Bwana mkumbatie hata siku ya hukumu, jina lake litakapotajwa, Kristo ukasimame pembeni yake na kulikiri jina lake mbele ya mzee wa siku, Mungu Baba. Katika jina la Yesu ninaomba. Amen.